Kila kunapokucha ni heka heka barabarani, magari yanayopita kwa kasi, watu wakiwahi kazini na hata wafanyabiashara wanaotafuta riziki, kila mmoja akipambania maisha yake. Lakini katika harakati hizi yupo Irene aliyechagua kuwa afisa usafirishaji, akitumia pikipiki katika harakati za kujitafutia riziki yake. Ni mitikasi tu ya kupambana. Kaa Kilimanjaro nikasoma nyumbani pale nikamaliza. Nikaenda Arusha nikamaliza masomo yangu nikakaa. Mwisho wa siku kwa sababu familia yangu ndugu wengi wako huku, kabidi nije huku. Maana kwenye maongezi na nini ndo hivyo njoo huku nini, kuna mitikasi kibao ndo mkaja. Kiukweli hali ilikuwa sio nzuri kwa sababu nilikuwa ni mgeni. Lakini licha ya ugeni pia nilikuwa sina nyenzo yoyote ya kunipatia kipato. Kwa hiyo nilifika. Ndio hivyo, kashikia kwa ndugu, kakaa kidogo kwa ndugu. Lakini licha ya hivyo kwamba mimi nina ujuzi ya mimi ni fundi, nikaa napiga mitikasi ya kazi za kuskim kazi zile na paka rangi. Lakini in the day hiyo kazi kidogo ikawa ngumu kwa sababu ikawa napata, yani kama leo nimepata nakaa tena mwezi au wiki. Kwa hiyo unakuta hata kile kidogo ulichokipata unakitumia. Kwa hiyo ile niamke asubuhi saa nyingine nipite kwenye nyumba za watu, jamani mimi fundi nini, mpaka saa nyingine unaotea moja inanasa unafanya. Nikapata tena connection na mafundi kidogo. Kwa upande mwingine pia hiyo kazi ikawa ina changamoto, maana fundi anataka akikupa kazi kama mwanamke unashangaa tena hapo anaanza kutupia sound na anachotamani kwamba wewe umkubalie. Usipomkubalia ndo kama hivyo kazi yao unashangaa unapigiwa simu, kesho usije bosi hajatoa hela nini mambo kibao. Kwa hiyo nikaona kwa upande wangu mimi inaniletea changamoto, ndo nikaamua kwanza kustop huko kidogo. Wakati wengine wakidharau kazi ya bodaboda, kwake ilikuwa ndoto ambayo walitamani siku moja itimie. Kwenye makuzi yangu yani, katika aina ya chombo nilikuwa napenda sana, nilikuwa natamani siku moja niendeshe ni bodaboda. Yaani natamani ni siku nikae tu juu ya pikipiki niendeshe, nilikuwa napenda. So siku moja nikapata mtu nikamwomba naomba nifundishe, akanifundisha tu kama hapa na pale. Hivyo kwa sababu sikuwa na hela ya mafuta, kaja tena pita akanifundisha. Kwa hiyo nikawa kama nimeshakuwa na idea. Nilipofika Arusha sasa ndo nikaa napata watu nini naendesha, naweka mafuta naendesha. Basi nikaa ndo nimeshakuwa hivyo naendesha. Na nilipofika huku bahati nzuri kakaangu nikamkuta naye na pikipiki, nikaa naichukua sasa naendesha huku, watu wanaishangaa hii pisi vipi? Hii ndio hivyo mimi na kibati. Kwa mwisho wa siku moja nikamwomba kakaangu pikipiki, sina kazi, nikamwambia mimi nigee pikipiki nitafute hela ya kula. Akaniambia fresh, kaniletea 10,000. Mimi nikapambana na ile pikipiki, nikaingiza 35,000. Kanogea nikasema sasa huyu ninampa 10,000. 5,000 namwekea mafuta, 20,000 ya kwangu. Mbona kai kazi yenyewe? Ndio nikasema ngoja nipambane ndo nikapambana na mimi nikapata chuma hii nikaingia road sasa. Toka nimeingia road nafikiri sasa hivi nina mwaka. Na miezi. Nina mwaka na kama miezi 3 hivi. Haijalishi watu watakuonaje au watakufikiria vipi. Mtazamo huo ulimpa nguvu hadi alipofanikiwa kupata pikipiki yake mwenyewe na kuanza safari yake rasmi ya usafirishaji barabarani. Siku ya kwanza kazi tuseme kwa huku sasa, maana huku ndo nilianza kupigia bodaboda, si ndio? Kiukweli kwangu mimi ndio fresh kwa sababu napiga hela, nilibeba abiria nini hivyo kwa sababu sikuwa sana barabarani, lakini ile watu walipokuwa wananishangaa na mimi pia nilikuwa nawashangaa. Kwa sababu unajua mtu anakushangaa hajawahi kuona mwanamke anaendesha pikipiki. Ile kwangu mimi nashangaa nini sasa, simuona kama hivyo. Lakini mwisho wa siku mimi hivyo adapt tu mazingira. Changamoto nyingi nimekuja kuzipata nilipopata ya kwangu. Kwa sababu ndo nimekuwa road muda mwingi. Kuipata ya kwangu ilikuwa sio rahisi, ni ngumu. Ndio hivyo nilijipambania mwenyewe huko kwenye kuskim na nini, nilikuwa ninachokipata nawekeza kidogo. Nilichukua muda mrefu sana. Nachopata naweka mpaka Mungu akanisaidia ngaja nikapata. Akaja akaweka mtu mmoja mkono hapo akajazia. Kwa alivyojazia wakati ninaanza ndo nikaa namrudishia hesabu yake. Nampa hesabu nikamalizana naye hela yake ile alioniongezea. Basi nikaa na mimi najipambania sasa. Wanaume si ndo hao hapa kwa kijiweni, mimi nilikuja hapa siku ya kwanza. Na wao wananishangaa. Huyu mwanamke vipi? Nikapaki hapa tena hapa nilipopaki hapa. Kaita abiria pale. Sasa kwa sababu pia na mimi ile nilikuwa na hofu kwamba bado sijawa strong.
Yaani abiria kitendo cha kugeuza ile pikipiki pale naye akawa na hofu, utanidondosha kweli? Nikamwambia sikudondoshi, wewe twende. Kaondoka anakaa mbele hapo, kampeleka kwake. Nikarudi hivyo hivyo. Mwisho wa siku nashukuru Mungu, kaka zangu hapa nao wananikubali na nini, wakawa wanaendelea kunitia moyo, fanya kazi, unaweza. Wasiponiona wanapiga simu, uko wapi? Ndo kama hivyo. Nashukuru Mungu. Kwa changamoto nyingine, yaani niseme changamoto ninazozipata nyingi ni kwa abiria. Sasa sio kwa hao wanaume ninaokaa nao hapa Hawa washaelimika sasa. Mimi naingia hapa kijiweni kwani kwa simjui sikumkuta hapa. Ila nasikia mara ya kwanza alikuwa anafanya kazi la sikumkuta. Kiukweli yuko peke yake. Hamna wengine. Hii kazi kwa mtoto wa kike anajitoa sana. Kwanza watu wengi wakipita hapa wanamwangalia, yani anamwona kama mtu tofauti kwa sababu ni yeye peke yake hapa Msakuzi nzima. Na mimi nilishangaa kwa sababu hapa Msakuzi mpaka Mbezi sijamwona mtu mwingine. Hasa tu wa bajaji ndio nishamuona mmoja. Kwa kabila yake kwa kuwa ni Mchaga na mchukulia ni mwanamke shupavu kwa sababu ni wachache sana wanaojitoa kwa kazi hii. Kazi walio wengi wamechukulia ni wanaume au watoto, ni vijana wanaume kwa jinsia ya kike haifai, lakini mwanamke anayejitambua, anayepambana, anajua anafanya nini, kazi yote anafanya. Changamoto ni nyingi kwa sababu kwa mtoto wa kike, sawa abiria wengi wanaweza kumchukulia kwamba yeye ni dhaifu, hawezi kumbeba, umeona. Kama wanaume, asilimia kubwa wanaume wanampenda kwa wabebe, lakini walio wengi wanambagua hivyo, unaona. Wanawake wenzake, lakini walio wengine ambao wanakaa nao ndo wanapanda bodaboda yake, lakini ambao ni wageni wanamwangalia kwa kumshangaa. Anampenda kwake, yuko serious na kazi. Kishaingia kazini ana utani, yani yuko serious na kazi, anapambana na anajitoa. Angalie mtu kama kamwangalia vipi, angalie taswira ya watu wanamchukuliaje. Yeye akishaingia kazini apambana yeye kama yeye, tafuta alichomleta. Unaona? Kama sisi tunaitabilia na naita kama kawaida. Ajiangalie kama yuko tofauti kwa sababu hapa yuko peke yake, ndo mtoto wa kike peke yake hapa kijiwe kizima. Au tuseme Msakuzi nzima hapa, wote bodaboda ndio yuko peke yake. Ratiba yake huanza mapema kila siku, akihakikisha anawahi kuwahudumia wasafiri wa kila aina. Wafanyakazi wanaokwenda makazini, wanafunzi wanaokwenda shuleni na wengine wenye shughuli mbalimbali za kila siku. Ratiba yangu kwa siku bwana inaanzaga, ninaamka saa 11 asubuhi. Kuna abiria kule mtaani na waleta huku stendi. Ikifika mida ya saa 3 saa 4 naenda nyumbani kupumzika na kunywa chai na kupumzika na lala. Labda ikifika saa 7 naamka narudi, ndo ninafanya kazi mpaka saa 1 nafunga kazi. Ya saa 1 jioni. Nimechagua masaa hayo kwa sababu ni salama kwangu kidogo, kwa sababu kufanya kazi usiku kama mtoto wa kike ni kitu ambacho nimekiona sio sawa. Usiku una mambo mengi. Lakini pia nimechagua kuamka saa 11 mpaka muda huo wa saa 3 nakwambia watu wengi sana wanakuwa wanaenda makazini. Kwa hiyo kunakuwa na abiria anapata kidogo riziki. Alafu nimekuja kulala ule mchana kidogo, jua lilikuwa linachoma sana, kwa hiyo kidogo napoa na unakuta movement ya abiria sio nyingi sana. Kwa hiyo unapokuja kuanza ile unakuta wale wa makazini tena ndo wanarudi. Yeah. Kuna siku unaamka kama tuseme siku za Jumapili, unaweza kupata 40, 50. Kwangu mimi ni Jumamosi na Jumapili. Ila siku za kawaida saa nyingine unaweza, kwa mfano Jumatatu inakuwaga ngumu. Kwa hiyo siku za kawaida unaweza ukapata labda 20,000 kwa siku. Hivyo. Umeona? Kwa hiyo ndo kama hivyo. Siku ambazo zinakuwaga za kazi sana Jumamosi na Jumapili. Hizi nyingine unaweza ukapata 20,000, 30, ndo hapo ujue namna ya kuibajeti, kula, mafuta ya pikipiki, hivyo. Na service. Ya mafuta yamepanda na kiukweli hali ni ngumu. Ndio hivyo tu tunapambana kwa sababu mafuta lita unanunua 4,000 na chenchi. Ununue 4,000 na chenchi na maana ili upate mafuta ya kufanyia kazi. Niseme mafuta 16,000 uweke. Asa mafuta 16,000 inabidi upambane urudishe hiyo 16,000 ya mafuta upate na faida yako. Yeah. Lakini kama ilivyo katika kazi yoyote ile, changamoto hazikosekani. Barabara ina mambo yake bana.
na kila siku huja na mitihani mipya. Changamoto ninapata kwanza kwa abiria wa kike. Wengi wao nashukuru Mungu, kuna wengi wenye naweza nikasema ni kama elimu tu anayo. Akishuka hapa unasikia ngoja mimi niende na mwanamke mwenzangu nipeleke, nampeleka. Kuna mwingine akishuka hapa unamuita dada boda anakukata jicho. Utanidondosha bwana. Muone kwa namna moja au nyingine ile inaweza lakini mimi mtu sasa nikafanya kama ni sehemu ya mazoea. Mtu akiniambia poa na mimi nasema poa basi ili nisije nikavunjika moyo kufanya kazi yani. Basi kwa ndo hivyo, lakini pia kwa abiria wa kiume ndo ile unambeba mtu. Unamfikisha anakuambia nipe namba yako wewe bodaboda wangu. Kimpa namba kinachoendelea ndo hivyo. Au mwingine unampa namba anakuambia mke wangu jana yani tumegombana nini shida? Anasema eti nimetoka wapi na wewe umeona kana anakuchekecha fulani. Naambia basi siwe tabu sipande tena bodaboda yangu kama mke wako kidogo hawezi kukuelewa. Au mwingine ndio hivyo umembeba pia ameelewa ni ile kushuka mpaka anakushika sehemu ambayo unajiuliza sasa hapa mbona kuna sehemu nyingine ya kushika. Na ndio hivyo anakushika basi unakausha unachukua hela unaondoka. Kwa hizo ndo changamoto sana ninazokutana nazo. Na changamoto nyingine ni barabarani kama hivi unaona. Naendesha tunajilinda unapambana. Lakini unakuta kuna mwingine yuko road lakini ajali. So unakuta ndo zile ajali za hapa na pale. Hivyo. Kubwa zaidi katika safari yake ni tukio la ajali alilowahi kupitia ambalo lilimpa funzo kuhusu maisha na umuhimu wa tahadhari barabarani. Ajali moja nilipata mbele hapo. Kuna sehemu inaitwa Makalimawe. Niko site yangu vizuri kabisa na nilikuwa taratibu akaja mwenzangu hao anaitwa Vishandwa. Akaja alipoja na mkwepa hivi nikateleza kwenye jiwe nikadondokea kichwa. Kwa bahati mbaya sana siku hiyo nilisahau kubeba element. Kadondokea kichwa. Kama nilizima fulani. Nimetoka kule vile ndugu zangu ndo wanapigiwa simu wananiwahi. Yaani mimi nikamwambia tu nipelekeni nyumbani nikaone wapendwa wangu maana nikajua kama nakufa. Sasa ndo tukaondoka nikaenda hospitali, nimefika nyumbani nimeshangaa sivyo. Nikamwambia basi nipelekeni hospitali. Kunipeleka ndo nikapigwa x-ray mzima. Kamshukuru Mungu. Lakini siku nyingine ni pale mbele pale kuna kimteremko hapo. Nimeshusha abiria hapa asubuhi waga kuna abiria wanatoka chini wengi sana tunawaleta juu. Nimeshusha hapa na geuza tu. Kakutana na mtu kumbe naenda anajifunza pikipiki asubuhi. Kuna kijiwe kiko pale kama hichi. Hapo amepata abiria. Kwa hiyo akaamua na ule nake ambebe abiria. Kachukua abiria hajaangalia kinachotoka huku. Yaani hajaangalia ingeje barabarani. Akaingia ni kama akakatisha kama hivi anaenda hivi. Kwa hiyo nikaja nikakutana naye hapo akanirusha kwenye matope. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nakutana navyo mwisho wa siku haina budi ya kujiangalia tu kama mimi sijaumia pikipiki labda na nini. Hivyo kiukweli kwanza nikikutanaga na changamoto kama hizo ninaumia kwa sababu unajiona niko karibu na kifo kabisa unaona. Yaani kuna ajali unaipata unaona hapa kama Mungu mimi nilikuwa naondoka. Umeona? So inafanya naumia lakini sasa unaangalia je nikiacha hii nitaenda kufanya ipi? Na hiyo unayoiona ambao unaweza ukaifanya utachukua muda gani yani kuzoea yale mazingira tena na wale watu kama nilivyowazoea kama tulivyozoea nikaingia hapa nini. Umeona? Mwisho wa siku ndo ninakuja kuona ngoja nipambane hapa na kama nikubadilisha kazi niangalie ninabadilishaje kazi yani ambao haitanichukulia ugumu sana kutoka huku kwenda huko kwenye kazi nyingine. Tangu hapo amekuwa makini zaidi akizingatia tahadhari zote za usalama ili kuhakikisha analinda maisha yake na ya abiria wake kila anaposafiri. Tahadhari ndo kama hivi nimepiga buti chini lakini bado sio kwamba naiamini sana. Na element ile pale naikaga hapo nikitaka kutoka na vaa piga makoti. Lakini bado kikubwa tahadhari kubwa ninamuomba Mungu sana anilinde kwa sababu unaweza ukavaa element ukavaa buti ukapata ajali mguu kakanyagwa. Kwa kikubwa sana namuomba Mungu anilinde kwenye kazi hii. Na ninachoamini pia Mungu ananisikia sana ninapokuwa namuomba kwa sababu ni kazi ambayo ninaifanya haimchukizi, sio chukizo kabisa mbele zake. So kweli unaona kwa nini watu wanasemaga akili za bodaboda wengi wanafanana? Kwa sababu kwanza ukiangalia katika usafiri ambao kwenye jamii upo mwingi sana ni bodaboda. Bodaboda ukienda kila mahali unawakuta wengi.
Lakini katika hizo bodaboda wengi wao sana wanajifunziaga mtaani bila kwenda shule, umeona? Ingaje na mimi ni mmoja hapo, ingaje ndo ninapambania. Lakini pamoja na kujifunzia mtaani hawataki hata kutafuta tu vinanili vidogo vidogo vya kumweka salama, umeona? Sasa unakuta vile vitu wanavyovifanya yeye hajui kama anafanya kosa, lakini anajiona yuko sawa. Sasa wewe ambao unajua ndio ukimwona unafanya nini, umeona? Na kitu kingine kinachofanya kinachofanya watu waseme kwamba akili za bodaboda zinafanana, labda ndio hiyo. Unakuta kuna wengine wanakuja kwenye hizi kazi so rasmi. Unajua kuna wengine tumekuja kufanya kazi, alafu kuna wengine wamekuja ni kama sijui ni ubishoni nini. Unakuta mtu yuko na pikipiki kishandu, funga mziki kelele yani awazi. Unakuta magari yamebanana kabisa, anafosi anapita, alafu hajavaa elementi, hajavaa nini, yani ovyo tu, bila kujua kwamba akidondoka pale mwenye kupoteza maisha ni yeye, kwa sababu mwenye gari huko bodi inamlinda gari. Pikipiki bodi ni mwili wako. Unaona, unapodondoka unapiga nyama zako chini. Kwa hiyo unakuta wanafanyaga hivyo kweli. Lakini ukiwa na elimu na ukiwa unajipenda, ukiwa unajua hii ni kazi, lazima ujilinde, ulinde na kazi yako siku zote. Yaani kama mimi sasa hivi hapa nitoke naenda Kariakoo, mimi sipiti katikati ya lori kwa sababu najua pale vile mfano ikitokea tu bahati mbaya nimeguswa na tairi nimeenda chini, mimi ndo nitakayeumia. Pikipiki ni chuma tu, ataokota, itaangaliwa inauzwa scrap au inauzwa mtu akatengeneze basi. Umeona? Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa kwanza watu hawajijali wao, kama wao hawajipendi, naweza nikasema. Ila wako wanaojipenda ndio wale ambao ukifika kwenye mataa, taa imeonyesha taa nyekundu atasimama. So yule anayevunja sheria anapita. Ndio yule ambaye akikuta kwenye malori amesimama nini hafosi, tasubiri pite na yeye apite. Umeona hiyo ndio inasababisha kuna wengine wanashushiwa hadhi, lakini bodaboda wako na wengine wamenyoka kabisa. Wamenyoka na akija hapa anajua kabisa nimekuja kazini. Licha ya changamoto hizo, ana ndoto kubwa zaidi mbeleni: kupanda daraja kutoka uendeshaji wa bodaboda hadi kufikia udereva wa bajaji. Pia kufungua duka la vifaa vya ujenzi kama sehemu ya kupanua kipato chake. Malengo yangu bana, kama hivyo unavyoona, ninapambana na bodaboda hapa, lakini natamani sana nitoke humu niingie kwenye bajaji. Nikitoka kwenye bajaji natamani nije nifungue hardware, kwa sababu ni kitu ambacho nina idea nacho sema. Kufungua hardware, kuuza vifaa vya ujenzi ndo mchongo wangu, lakini huo mtaji kwa sasa hivi siwezi kupata. Ndio maana nataka nisogee huku. Nikishasogea huku nitafute bajaji. Hata kama ni ya mkataba nitapata mtu anipe. Nikimaliza ina maana na uwezo wa kuuza hata milioni 7 nikiwa nimemaliza labda, au milioni 8 tuseme. Huo ni mtaji wa kuanzia, hata kama nitaanzia kidogo tu. Utanitosha, nitaanzia na vifaa vidogo. Hivyo nitaendelea kuikuza hiyo biashara. Nijipambanie kwanza. Nikishaingia kwenye bajaji nipambanie na hiyo bajaji, maana uwezo wa kununua bajaji sina. Ina maana nitaenda kuchukua bajaji ya mkataba. Nikichukua bajaji ya mkataba nikimaliza, ndo nitaangalia nikusanye kidogo, alafu niuze, nichanganye na hicho nilichokusanya, ndo nifungue hiyo biashara. Kazi kwanza imenipa heshima. Naheshimika na imenipa ufahamu wa kujitambua. Kwa mfano, kuna baadhi ya mambo nikitaka kufanya kitu lazima nikifikiri sana, kwa sababu najua tayari ni mtu ambaye nimeshakuwa na watu wengi wanayenifahamu. Ukizungumzia bodaboda wa kike, msakuzi ni mimi, najulikana. Yaani mfano hata sasa hivi bahati mbaya nimeendesha vibaya nikagonga taa ya mtu, nitasimama tuongee, sikimbii. Sababu najua atanikamata tu kama kuku. Umeona Kwa imenifanya baadhi ya watu kama hivyo, wengine wananiona ni mpambanaji, wana ile heshima. Kwa hata mtu, unajua baadhi ya wanaume wengi utakuona ni mwanamke unayepita anajua huyu hivyo. Lakini mimi mtu anichukulie hivyo. Anajua mimi pia natafuta nini? Pesa, hawezi. Kwa hiyo imenifanya kujielewa zaidi na imenifanya kuboresha maisha yangu, kama hivi ninapata kuangalia familia yangu bila kutegemea yoyote. Mimi kuendelea kufanya hii kazi ni mimi tu nilivyo, lakini pia na baadhi ya abiria wangu. Kuna abiria kwa kweli ninashukuru Mungu nakutana nao, wanawake wenzangu sana. Kwanza ile unampeleka mahali nipa 1,000, 2,000, wanashangaa ametoa 5,000, nakwambia shika bana, ishi nayo hivyo.
au hata kama ni buku mtu anakutia tu 10 nenda. Wako wengine kiukweli wananisupport sana na wananitia moyo. Mwingine mpaka anakuambia natamani kama ungekuwa mdogo wangu tungefika mbali, yani ile anavyoonyesha kuonea mbali, yani anavyothamini unachokifanya. Hii mimi toka nimefika hapa nimeanza kuendesha pikipiki nimeona wengi sana wanawake wakijifunza. Wengi sasa hivi na wao wanapita hivyo wanapita, na wengine wananiambia kabisa natamani kama ningekuwa kama wewe, nakupendaga sana. Kuna siku nimeenda Mbezi, nimeshusha abiria na geuza, nikapata mtu ananisimamisha. Kajua labda abiria kaja akaniambia dada mimi nakupendaga sana unapoendesha pikipiki hivyo tu. Kwa nikamwambia basi asante, nikaondoka zangu. Kwa kuna watu kikweli wananisupport sana kwenye kuchagua kazi na wakati una kazi maalum mimi natamani niongee na mwanamke yote popote alipo, kama ananisikia aangalie chochote kinachomuingizia kipato, ili mradi tu kisiwe ni chukizo mbele ya jamii, kisiwe kwamba anakwaza watu, kisiwe labda kimezuiliwa na serikali lakini kama kitu kinaweza kikakuingizia kipato na wewe upo mtaani umekaa nyumbani tu una kazi, mwisho wa siku ndio inakuja yale unasikia anafanya kazi fulani hizo, unazielewaga zile anadanga sio anafanyaje. Kwa hiyo unakuta hata watu wakikwambia vile uwezi kataa, kwa sababu hujawahi kuonyesha kazi unayofanya, hajawahi kuona unachokifanya. Umeona? Sasa mwisho wa siku basi wameamua kukuzushia, hata kama uenda udange, lakini wamekuzushia inakuwa kwa sababu una kazi umekaa tu. Kwa mimi nawashauri wanawake kweli watoke wafanye kazi. Sasa hivi mara nyingi nikiangalia mtandaoni pia unaona wasichana ni wengi wanapambana kwenye kazi za kuskimu za nini. Hiyo nzuri. Safari ya Irene inatufundisha kwamba mafanikio hayapimwi kwa kile jamii inachokiona kuwa sahihi au cha kawaida, bali kwa uthubutu na mtu kuamini katika ndoto zake huku akizifanyia kazi. Mpaka hapo sina la ziada. Jina langu ni Mkwaji Masatu.